tusipoteze muda Tuende moja kwa moja kwenye mchezo wa Azam FC dhidi ya JKT Tanzania. Kile ambacho ulikiona Ahmed Ally kunako second half alifanikiwa wapi zaidi ambayo ilimfanya akarudi mchezoni na kupata kile ambacho alifanikiwa kipata, huku Azam akibaki wanajiuliza. Kwa second half nadhani kilichoenda kubadilisha tofauti kubwa ni aina ya substitute ambazo zilikuwa zinafanya. Wakati Ahmed Ally anajua kwamba yeye yuko nyuma, anahitaji kutafuta bao, aliingiza zaidi washambuliaji na watu wenye attribute ya kushambulia zaidi kuliko wa kudefend zaidi. Lakini wakati huo huo kocha wa Azam yeye alikuwa anaingiza watu wa kujilinda zaidi kuliko kushambulia zaidi. Sasa kwa nini ni rahisi ukijihami ni rahisi kuruhusu bao kuliko kushambulia? Kwa alitoa watu ambao wana attribute nyingi ya kushambulia. Alimtoa Faisal Salum, alimtoa akamuingiza Akamiko. Tunafahamu kama Akamiko kwenye eneo la kushambulia sio bora. Maana yake atakuwa zaidi ni central, kwa mantikio anaenda kukaribisha mashambulizi zaidi kuliko kupeleka mbali mashambulizi. Lakini pia alimtoa Sop akamuingiza beki wa kushoto Pascal Msindo. Utaona kabisa still alikuwa analeta mazingira ya kuleta mpira zaidi kucheza kwenye eneo lake kuliko eneo la JKT. Lakini JKT wao walitoa wachezaji watano. Kwenye watano waliowatoa hakuna mshambuliaji yoyote ambaye alianza walimtoa. Lakini walitoa viungo pamoja na mabeki, lakini replace kwa washambuliaji kwa kuongeza idadi ya washambuliaji wengine wawili. Na ndio maana hata wakati bao linafungwa idadi ya watu wa JKT kwenye lango la Azam ilionekana lina watu wengi vile vile. Hakuwepo na mtu mmoja kama ambavyo tumezoea au watu wawili, walikuwepo ni watu wengi zaidi. Maana yake ni kwamba mwalimu baada ya kugundua kwamba okay, sasa napoteza mchezo, akaamua kufanya maamuzi ambayo anaweza kumsaidia. Sasa nini ambacho kinaenda kusababisha mazingira ya timu kunufaika? Siku zote pressure ya mchezo inaamuliwa na tabia za wachezaji moja mmoja. Kwa kama umeingiza mabeki wengi, maana yake ndio ambao watakuwa wanakaribisha pressure zaidi kwenye timu yako. Lakini at the same time kama umeweka washambuliaji wengi, maana yake watakuwa wanapeleka pressure zaidi kwenye timu yako. Na bahati nzuri sana JKT ilienda kuwalipa moja kwa moja. Lakini pia hata kwenye lile goli lenyewe kulikuwa kuna makosa ya kiulinzi. Unapokuwa upo karibu la eneo lako, kuna vitu lazima uvifanye moja kwa moja ambavyo vinakuwa ni kupunguza muda na nafasi kwa wapinzani wako. Ukienda kuangalia mpigaji wa cross alituliza mpira, akatazama, akaamua nipigeje cross bila mtu yoyote kumkaribia na kumzuia au kumhadaa asipige ile cross kiuhalisia. Lakini pia hata mpigaji wa kichwa kuna kugonga, walikuwa wanagombea, lakini kwa sababu mpiga cross tayari alikuwa ameshajua nini anafanya, maana yake ilikuwa ni rahisi kwa yeye kujua anampigia nani halisi ule mpira. Kwa hiyo hata reaction ya wachezaji wa Azam ilikuwa low. Hata kama mwalimu mwenyewe pia naamini pia itakuwa ni sehemu ya sababu kwa nini Azam walikuwa very low jana, ni kwa sababu walikuwa wana muda mchache kujiandaa na hii mechi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba energy ya wachezaji wa Azam ilikuwa inapungua kadri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo nadhani hiyo ilikuwa ni sehemu ya tatizo kwao, lakini nadhani mwalimu alisaidia kufanya vizuri zaidi. Haya, sawa. Shukrani sana Ngoso Msigwa kwenye hicho ambacho umetupitisha hapo kwa uzuri kabisa. Na nikwambie tu mtazamaji wa TV3, ni mchezo ambao tunaenda utazama kwa siku ya jana, na amejaribu kudodosa hapo kwa uzuri kutokana na kile ambacho kilitokea. Tunaenda kuwatazama pia wekundu wa Msimbazi Simba ambao siku ya jana wenyewe wamefanikiwa kuibuka na alama zote 3 kwa kupata mabao 3 pia. Lakini kwanza kabla ya kwenda hapo nipitie baadhi ya jumbe za wadau ambao wametuandikia. Kuna mdau hapa anasema mimi ni shabiki wa Simba, lakini kwenye mashindano ya kimataifa natamani timu zote zifuzu. Sawa, jina la kimataifa. Haya, sawa. Huyu hajaandika jina lake hapa, lakini kuna mdau mwingine anasema anaitwa Leonard Alois kutoka Singida, anasema timu zetu hazifanyi vizuri. Anyway, sawa. Haya, nimeuona ujumbe wako hapa. Lakini pia kuna mdau mwingine pia anasema Lami kutoka Shinyanga, anasema Kitambala atabeba kiatu cha ufungaji bora, ni mashine. Acha tunakusema. Anasema hivyo. Asante kwa ujumbe wako ambao umetuandikia. Lakini pia kuna mdau anasema anaitwa Shakilu kutoka Kimea kwa Segele, anasema ujumbe wangu nawapongeza Simba jana kwa kunipa furaha. Asante kwa ujumbe wako pia ambao umetuandikia hapo. Wakati pia kuna mdau mwingine anasema mimi naitwa King wa kutoka Geita, maoni yangu kocha wa Yanga tupishe, anatuchelewesha kutufikisha nchi ya ahadi. Haya, sasa kuna mdau pia anasema Mijo kutoka Mijo Shua ni Katunduma, nafikiri ni kutoka Tunduma, anasema mwaka huu Azam watafika mbali sana. Haya, ndio amepata sare jana pia. Lakini pia kuna mdau mwingine anasema anaitwa Felix Mgawa Singida, anasema kocha tufai. Wakati huo pia
Ezron Nelson pia kutoka kwa Clever kutoka Kagera Sugar anasema shabiki wa mnyama kuhusu timu yangu, nampongeza Matola kwa ushindi wa jana. Najua kwamba kikosi alichoanza nacho ndio kikosi cha kwanza, awe anaanza nacho tutafika mbali. Simba yetu nguvu moja, ubaya ubwela. Yeye amesisitiza hapo. Lakini pia kuna mdau anaitwa Juma Katibu, kijiji cha Kazaro, kata ya Kisangaji, wilaya ya Babati Manyara. Maoni juu ya kikosi, anasema kikosi kifanywa marekebisho, hajasema kikosi gani, lakini sawa. Haya, hiyo ni kwa haraka haraka. Kuna mdau anaitwa Ali Kinguti toka Kigoma, anasema kocha wa Yanga ni kubwa kuliko kocha tu. Mbona kama watu wa Yanga ndo wana hasira sana. Lakini kuna mdau pia anaitwa Magida kutoka Mgeta, anasema huyo Romain Folz aondoke. Haya, naona kama jumbe zilizotamalaki ni kuhusiana na klabu ya soka Young Africans, watu hawaridhishwi na mwalimu Romain Folz na kile ambacho anakifanya. Unaweza kaendelea kututumia ujumbe wako hapa nasi tutausoma kwa uzuri kabisa. Kwa maana kwamba ujumbe tunasema usipige simu mtazamaji wa TV3, wakati wa simu tutakwambia, lakini tuma ujumbe kupitia 0735 42 47 94. Bana, siku ya jana wekundu wa Msimbazi Simba wakafanikiwa kuibuka na alama zote 3, mchezo ukaenda kumalizika kwa namna hiyo. Alex pamoja na Ngoso Msigwa, kitu ambacho natamani muanze kwa kuniambia hapa, mechi mbili Suleiman Matola akikaa kwenye bench baada ya Fadlu Davis kuondoka, kuna statement yoyote ambayo umeiona anaituma kwenda pengine kwa uongozi wa klabu ya soka ya Simba pamoja na mashabiki wake na wanachama kwa ujumla, kwa namna ambavyo ameiongoza Simba, namna ambavyo amepanga kikosi chake? Kuna statement yoyote ambayo unaiona kama ameiweka kwa kile ambacho amekifanya, aidha kwenda kwa walimu, kwa wachezaji, viongozi, pengine mashabiki na vitu vingine kama hivyo, ama kwa familia ya wana michezo kwa ujumla? Kuna chochote ambacho Matola amekifanya na kimetuachia na alama ambayo kidogo inatupa picha ya tofauti? Binafsi Matola ameweka statement kwamba kwanza anatosha ndani ya klabu ya Simba. Wanaambia viongozi kwamba wakati unatafuta kocha mwingine mimi natosha kwenye hii kazi. Nipo na kazi yangu inaonekana. Lakini pia kwa mashabiki pia wao wenyewe wanatoka uwanjani wanafurahia. Pia anawatumia ujumbe kwamba hiyo furaha mnayoitaka mimi naweza kuwapa. Lakini kilichonifurahisha zaidi ni kwamba anatuma ujumbe pia hata kwa wachezaji wake. Kwamba usipocheza ninavyotaka mimi utakalia mbao ndefu, maana yake utakaa bench. Lakini pia ukicheza tofauti na maelekezo yangu, hata kama umeanza nitakutoa. Lakini pia hakuna mchezaji muhimu kuliko timu, au hakuna mchezaji ambaye bila yeye timu haiwezi kwenda. Na hiyo utaiona kwenye lineup yake. Kikosi, kwa maana orodha ya kikosi cha kwanza kilichoanza kwa siku ya jana. Yani mchezaji ambaye alikuwa na goal contribution kubwa zaidi msimu uliopita na ambaye anatajwa kama ni MVP hayupo kwenye kikosi cha kwanza. Inshallah. Alafu timu ina flow na inakuonyesha kabisa kwamba ina flow, inashinda kama ambavyo, yani kwamba kutokuwepo kwake sio issue ya Simba. Lakini anatuma message nyingine kwamba Mpanzu ndio mchezaji pekee ambaye alikuwa na delay mashambulizi. Unaona timu nzima ipo kwenye mode ya kushambulia. Yeye akipokea mpira lazima delay yale mashambulizi, then na Mungu anarudi kwenye defensive shape haraka. Kwa maana kama nakuelewa vizuri Ngoso Msigwa, unachoniambia ni kwamba kwa mechi ya jana lakini Elie Mpanzu ni kama alikuwa kikwazo kidogo kwa kuwapeleka Simba kwenye njia ya ushindi. Kwa sababu popote muda wote ambao Simba walikuwa wapo kwenye attacking mode, unajua kuna zile movements ambazo wachezaji wanakuwa wanafanya, lakini zinakuwa zimebeba ule mfumo mzima wa kushambulia. Kuna ile miondoko ya wachezaji kushambulia kwamba sasa hivi mimi nitoe pasi nitafute chumba niende sehemu fulani. Maana yake kama nimekupa pasi ya kunirudishia alafu wewe ukabaki nayo, maana yake umeharibu ile move yangu yote. Rhythm yote ya ushambuliaji unakuwa umefanya nini, umeharibika. Na ndani ya kipindi cha kwanza Mpanzu alipoza sana mashambulizi. Kwa hiyo na Matola akaonyesha statement ya kwamba hastahili kuvumiliwa kwa hicho kitu, akamtoa tu kipindi cha kwanza kilipoisha, na yeye ndio shule kiko imeisha. Hiyo ni statement nyingine ambayo inamuonyesha kwamba ni mwalimu ambaye haogopi jina la mchezaji ndani ya timu. I'm the boss. Na sio kwamba eti kwa sababu Mpanzu ni mchezaji mzuri, ana soft spot kwa mashabiki, basi nitamuacha aendelee kufanya anachokitaka kwenye mchezo. Inabidi afuate maelekezo ya coach. Lakini pia nimefurahishwa na namna ambavyo ameweza kuwapa dakika wachezaji wachache. Pia anatuma message nyingine kwa wachezaji ambao walikuwa wapate nafasi kwamba ukiweza kutimiza anachokutuma utapata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo ni michezo miwili, lakini ametuma message kwa maeneo yote. Ametuma message kwa viongozi, kwa wachezaji,
kwa wachezaji lakini pia kwa mashabiki kwamba ambao huwa wanaimba mara nyingi kwamba una nyakati mashabiki wanakuwa imba pale Matola atoke, Matola atoke. Nyimbo ambayo tumezoea. Na siku zote kama umekaa umeangalia makocha wengi ambao huwa wanakataliwa wanakuja kufanikiwa. Tunamkumbuka Arteta, ashanyanyuliwa mabango mara nyingi sana kwamba hatoshi Arsenal. Lakini kila ukiangalia Arsenal ikicheza sasa hivi unaona kwamba Arteta amefanya kazi kubwa. Kwa hiyo kuna nyakati ambayo kile ambacho unahisi hakifai kinaweza kawa ni bora bila wewe kufahamu, kwa sababu wewe wakati unaweka hayo mawazo upo kwenye hisia zaidi kuliko uhalisia wenyewe. Sawa, shikilia hapo. Alex Ngereza, Elie Mpanzu ni kama alikuja kwa kujitengenezea kiutawala chake hivi. Recently mambo yanakuwa ni tofauti. Nini ambacho Elie Mpanzu anapitia pengine? Ni mambo ya kawaida ama ndio ile mnasema kwamba inawezekana mwanzoni alivyokuja aliflock, sasa tunaanza kumuona kwenye uhalisia wake? Kwa nini mwanzoni ulimwona mchezaji mzuri? Tunamwona namna ambavyo alikuwa anaisaidia, kwa sababu ukiangalia toka alivyoanza kucheza dirisha dogo baada ya kuingia, sidhani kama kuna mchezaji mwingine ambaye alitoa contribution kubwa kwenye matokeo chanya ya Simba kushinda yeye. Ukiangalia kwenye goals na assist, na alikuwa mchezaji muhimu kwenye kikosi. Hakuwa yeye, ni kuwekea kumbukumbu vizuri. Okay. Alikuwa ni Jean-Charles Ahoua. Baada ya dirisha dogo kwenda mpaka mwishoni mwa msimu. Jean-Charles Ahoua ndo alikuwa na takwimu bora kwenye kufunga mabao. Ukumbuke tunaenda dirisha dogo, Jean-Charles Ahoua alikuwa amefunga mabao 8. Okay, kwenye ligi. Kwenye ligi. Kwa maana amemaliza msimu na mabao 16. Kwa maana aliongezeka mabao 8 tena mengine. Okay. Alafu Elie Mpanzu alifunga mabao 4 na assist na assist 5. Kwa hiyo alikuwa na goal contribution ya 9. Kwa hiyo yeye alikuwa ni mtu wa pili. Kwa maana sasa kwa lugha nyepesi ni kwamba kwenye mawinga waliokuepo na sasa hii sasa tunaweka msimu mzima. Yeye alicheza nusu msimu, lakini kwa mawinga wote waliokuepo kwenye kosi cha klabu ya soka Simba, ukitoa mbali Jean-Charles Ahoua, tukisema viungo sasa kwa ujumla, kama viungo pamoja na mawinga, ukitoa viungo wote, ukimtoa tu Jean-Charles Ahoua, yeye ndo alikuwa mchezaji ambaye pia alikuwa na takwimu bora kuliko wengine wote, licha kwamba alicheza nusu msimu. Ni sawa kabisa. Lakini wakati huo pia yeye pamoja na Leon na Steven Dese Mukwala hawakupishana kwenye takwimu zao mpaka mwishoni mwa msimu. Umeelewa? Kwa maana tangu leo wameanza kucheza mpaka anakuja kumaliza msimu. Kwa hiyo mtu ambaye alimuona kama ni mchezaji tishio kwenye klabu ya Simba ni yeye, kuna namna alimuona yeye. Lakini kwa Alex Ngereza, kwa mimi tangu msimu uliopita nilikuwa nasema wazi, Elie Mpanzu sio mchezaji hatari kwenye kosi cha Simba, ila ni mchezaji machachari kwenye kosi cha Simba. Nakumbuka watu walinilalamikia sana, wakawa mfano mechi ya Pamba. Of course mechi ya Pamba cheza vizuri sana, mechi dhidi ya JKT Tanzania ambayo ichezwa Mbweni kule, wakataja hizo mechi, lakini nikawaambia tu kitu kimoja. Ubora wa mchezaji tunatazama kwenye takwimu ama tunautazama kwenye kuwapiga watu chenga? Kuwapiga watu chenga, Elie Mpanzu anaweza kupiga watu hata 5 chenga. Lakini mwisho wa siku nini anachokuja kukifanya mwishoni? Yes, tunaheshimu kile ambacho amekifanya ndani ya klabu ya Simba. Lakini sio mchezaji ambaye tunapaswa kumpa thamani hiyo ambayo tulimpa hapo mwanzoni, ambao watu walimpa hapo mwanzoni. Kama nakuelewa vizuri Alex Ngereza kwamba Elie Mpanzu si kama ni mchezaji mbaya, ila sifa anazopewa haziendani na kile ambacho anakifanya ndani ya uwanja. Nikwambie kitu kimoja. Mpira unachezwa uwanjani, kila mtu anatazama. Na wewe sasa mwenyewe utaamua utazame mpira kwenye takwimu ama utazame mpira kwenye engo gani. Ambacho kilisababisha Elie Mpanzu akaonekana ni mchezaji hatari kwenye klabu ya Simba ni kwa sababu Simba haikuwa na mchezaji ambaye ana uwezo wa kuonesha udambu kwenye mpira, kwamba atapiga chenga watu wawili watatu, atampiga mtu tobo, atampiga mtu kanzu, atadribble mpira, ataokota watu wawili watatu. Yani hawakuwa na mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo alipopatikana Elie Mpanzu akawa sasa yeye amekuja kuondoa yale maumivu ya wana Simba ya kukosa mtu ambaye anaweza kudalizi watu kuwapiga kanzu na nini. Yeye akawa anafanya hivyo vitu. Kwa vile vikawavutia mashabiki, na hapo ndo alijizolea umaarufu mkubwa kwa mashabiki wa klabu ya Simba. Lakini kiuhalisia ni kwamba ukimweka sasa uwanjani uangalie takwimu zake mwishoni mwa dakika 90 ndo zinaweza zikakushangaza wakati mwingine. Kwenye game kubwa zote za Simba msimu uliopita, game moja tu ndo ambaye amefanya vizuri. Game ya Simba dhidi ya Al Masry. Na alifanya vizuri kwa sababu alifunga bao. Lakini angalia game ya Simba na Stellenbosch. Wote tulitazama ile mechi, kwanza mechi ya nyumbani, ugenini, zote alipotea. Mechi ya dabi alipotea. Na sio tu dabi moja sasa, manake dabi ya kumaliza msimu na dabi ya mwanzoni mwa msimu huu pia. Kama unakumbuka mechi dhidi ya Azam FC alipotea.
mechi 2 dhidi ya Singida ambayo ilichezwa back to back. Mechi moja kwenye ligi ilichezwa KMC Complex na mechi ya FA ambayo ilichezwa ilikuwa ni nani mechi ya FA dhidi ya Singida Black Stars. Zile mechi 2 zote hakuna hata mechi moja ambayo mechi moja ambayo alifanya vizuri. Game ya finali dhidi ya RS Berkane hakufanya vizuri kwa game ya away na game ya nyumbani. Kwa hiyo ni mtu ambaye kwenye hizi game kubwa ambazo unahitaji kutoa kitu cha tofauti ameshindwa kuonesha vitu vikubwa. Kwa hiyo kwa namna ambavyo ameanza msimu, mimi kwangu hajanishangaza, lakini yeye kama mchezaji sasa anapaswa kujitathmini yeye mwenyewe kwamba je, ambacho mashabiki imani ambayo mashabiki wameweka kwake anailipa kwa kiwango hicho? Sawa, shikilia hapo Ngoso Msigu kwa angalau hata dakika moja hivi na wewe. Kwanza umemsikia vizuri Alex Ngereza. Ngereza yuko sahihi, ila mimi sehemu ya kuzungumzia ya kuongeza labda niongeze sehemu ya uwanjani. Kama ambavyo amezungumza kwamba Mpanzu machachari zaidi kuliko hatari, na ni halisia kabisa. Lakini kuna wakati huwa nakaa najiuliza kwa nini Jenki walimuita alafu akamwacha. Ni kwa sababu Mpanzu anacheza yeye zaidi kuliko kucheza kama timu. Yani yupo kwa ajili ya kuonyesha yeye ni nani, lakini sio timu inapata nini au yeye anahusika vipi na timu moja kwa moja. Ukienda kuangalia unajua kwenye kila pasi inayopigwa, uzito wa pasi unakwambia hii pasi inataka ina ujumbe wake. Sasa pale ambapo mtu amekupigia pasi ina ujumbe wa kumrudishia, one touch pass, wewe ukatuliza, inakuonyesha kabisa kwamba you're not a team player. Wewe ni mchezaji wako, wewe ni mchezaji wa kipekee zaidi kuliko kucheza na timu. Lakini utaona mara nyingi ni mchezaji ambaye anataka apige shuti mbele, yani hata kama kuna option ya kupiga pasi, option yake kwanza anataka kupiga shoot, hata kama iko sehemu mbali sana na yuko katika mazingira ambayo yanaweza hiyo shoot lake inaweza lisifike, lakini utaona kabisa kwamba analazimisha afanye kitu chake yeye. Kuna uwezekano anataka kwa Mpanzu ni mbinafsi, inaweza kuwa ni tafsiri moja wapo. Sasa usio kaniruka ili ikaonekana ni la kwangu. Mimi nakazia ulichosema. Mpanzu ni mchezaji binafsi. Ni kwamba ni mchezaji ambaye anacheza yeye zaidi kuliko timu. Na ndio maana hata hawa na hiyo kitu. Kwa hiyo kuna sehemu ambapo timu inabidi inufaike, inashindwa kunufaika kwa sababu wao wana maamuzi yao binafsi zaidi kuliko kufanya maamuzi ya kitimu. Na ndio maana Matola anapokuwa anaweka bench anawatumia pia message kwamba hata bila wao timu inaweza kushinda. Sasa kwenye mazingira namna hii, Ngoso angalau kwa dakika moja tu tukiona kimbizana muda, solution ni nini? Kuwa drop ama kuna jambo linaweza kufanyika? Kwanza ni kumpa maelekezo mchezaji kwamba acheze na timu. Kama hawezi kufanya hivyo, bench inamuita vizuri tu. Kwamba anapokaa bench atajifunza kwa wale ambao wanatumiana message vizuri, kwa sababu kama mimi ninakupa mpira, umetafuta chumba na niko kwenye nafasi nyepesi, wewe unaanza kuwasubiri watu wengine waje wa cover space, manake pia umeharibu lile shambulizi. Simba jana walikuwa wanaweza open spaces kirahisi wakipiga one touch, kwa sababu Namungo alikuwa amekaa nyuma. Kwa lazima mpigiane pasi za moja moja ili muweze kuifungua defense kirahisi. Lakini kama kuna mmoja ana hold ule mpira, maana yake anaenda kutengeneza ugumu wa kufungua defense ambayo imekaa nyuma. So maana yake yeye alikuwa anawapoteza wenzake. Haya, sawa. Mtazamaji wa TV3 kama ambavyo umesikia hapo, mimi nakazia tu. Mpanzu hamna kitu. Mpanzu bana ni mchezaji ambaye anacheza kibinafsi, sio mchezaji wa timu. Mpanzu jana alikuwa anaua move za timu. Mpanzu alisababisha Namungo akawa anazuia vizuri zaidi, na mengine mengi. Na Alex Ngereza ulisema kwanza Mpanzu hakuwa sio mchezaji hatari, si ndio? Niko sahihi? Niko sahihi. Unawasilisha tu. Mimi mjumbe wao bana. Mambo tena.